Yes, wagwan everybody. Mambo vipi kwako wewe ambaye unatufuatilia Aznas Media? Of course, unafanya vizuri sana kama unaendelea kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kuzipata habari zetu kile inapokuwa leo. Big shout out kwako wewe ambaye umetenga time yako kucheck kile ambacho tunakuwa tunakuletea kile inapokuwa leo. Big shout out to Aznas Printing, big shout out to Aznas Music, big shout out to everybody. Bana leo nimepita katika studio za Aznas Music nikakuta watu wanafanya video shooting. Of course, hizi zimefanyika katika studio za Aznas Arts Center pale, na ni sehemu ambayo ipo indoor kubwa tu ya kushoot videos, kufanya photoshoot and all that. Sasa leo nimepita pale nikakuta wameseti kitu chao pale, wanafanya video shooting. Nikasema si mbaya nikienda nikapiga story na baadhi yao ili weze kusikia, tupate experience, tuone the vibe na tuwasikie wao wanatuambia nini, na ukizingatia kwamba tunaelekea katika tuzo za Aznas Africa Hip Hop Awards ambazo zinafanyika mwaka huu. Kwa hiyo tupige nao story uweze kuwasikia wao wanasemaje wasanii. Mimi naitwa Chumvi the baddest presenter Steady Mnyamwezi Lobaki mjini. Hapa tunaingia Aznas, hapa naingia Aznas Studios au tuseme Aznas Records. Huko ndo naingia, huko ndo vitu vyote vinapikwa, yale ma Aznas link yote. Yeah. Mambo ni aje ndugu zangu? Yera Mura kama kawaida. Bana ndugu yangu Mawimbi show kali. Everybody's cool. Bana ndugu zangu nimekuta mnamalizia mangu nimekuta mnamalizia sema, lakini si mbaya mkunga. DVD on this one. Bana ndugu yangu kwema. Kwema ndugu yangu. Kwema ni aje? Shwari. Ile bana. Bana mimi nimeenjoy sana kuwa hapa. Nilikuwa nawatafuta hao ndugu zangu, nimewatafuta huko chini kwenye set. Nikaambiwa wamekuja jikoni, nikasema ngoja niwafuate huko jikoni. Sasa sijui nianze na nani bwana mwanangu, mambo vipi? SP fashion killer can call my man Stana boy. Ili jina nikirudia na ngata ulimi. Aibu utaona wewe, si ndio? Yeah. Wewe utaona wewe. Yani tajira. Wewe ukiniangalia aibu unaona wewe. Sio mimi. Nakubali sana. Bana nimewakuta mnafanya video shooting na hii ni Chimbo. Goma linaitwa Chimbo. Watu kama mtu 8 hivi. Wamekiwasha sana mle ndani, verse za Kinyamwezi, verse za Kibabe nimesikiliza. Lakini nikakukuta pale, wewe haupo kwenye ngoma, hujaimba, hakuna verse yako, lakini tokea kule chini na kuona pale. Nimekuja hadi huku juu nimekukuta. Sasa wewe umeenda kama naye kwenye hapa mchongo? Kwenye huo mchongo kwanza nimshukuru bwana Azma Mponda mkubwa, alright. Bosi kwa kuniamini na kuniamini katika kazi yangu ya mimi bwana, nikuja sio kama msanii. Okay. Mimi ni designer. Alright. Kama unaona watu walivyoshine vote ni mimi. Ule unyama wote ni akili yako hiyo. Akili yangu na unyamwezi wako. Yeah. Bwana mimi nimekubali sana, nimeona washikaji walikuwa wamepoa. Sema kwa bahati mbaya nimekuta wamesha change nini, wamesha nini. Washarudi nyumbani. Yeah, si unajua. Kweli. Lakini nilitamani watu waweze kuona ule unyama. Lakini si mbaya, kwenye chupa tutaona. Kwenye chupa waone. Yaani sababu chupa ni suni linatoka, kwa hiyo wakae mkao kula kwa sababu vitu vilikaa. So kodi zangu zinaitwa ni aibu utaona wewe. Aibu utaona wewe. Nakubali. Hii imeenda mwanangu. Imeenda mwanangu. Asante. Bana sasa everything itakuwa fresh. Sasa wewe una design wasanii peke yake kwa ajili ya videos, una design watu kwa ajili ya events labda harusi, una design wewe, designing yako iko upande gani? Ili hata kama ni michongo watu wanapiga simu au wanakufollow huko duniani, iwe kwamba wanakufollow, wanakufuata kwa engo gani? Yani ukisema mimi sio mbaguzi. Alright. Yani mimi sio mbaguzi, mwimba kwaya twende, muona singeli twende, muona hata angekuepo kipenzi chetu Bibi Cheka, ningemvisha pia kabisa. So mimi sibagui. Yani nipo ajili ya
kuona ni kuhakikisha tasnia yetu ya Bongo yani waone mbona sio Tanzania vitu visiwe kawaida sio Tanzania Tanzania kweli, kumbe ni Tanzania. Yani ni kwamba hivi unajua Tanzania watu hawajui Tanzania tunajua kuvaa kabisa tangu long time. Sema watu ni ile hofu ya kwamba nikitoka hivi watanionaje, kwamba naona aibu. Yaani tukiwaambia aibu wataona wenyewe. Oh, Mr. Director. Hebu Mr. Director. Yaani aibu wataona wenyewe. Wow. Bwana mimi nakubali sana. Shukrani. Umesema Mnyamwezi unaitwa nani hata kwa Instagram huko watu ukufuate? Ya SB Fashion Killer. Account mpya ndo nafungua. Hiyo ndo account ya kazi kwa sasa hivi. Alright, anaitwa SB Fashion Killer. Huyu hapa ndo Mnyamwezi ambaye amehakikisha kwamba washikaji wana drip, wanakaa kinyamwezi kwenye dude lao la Chimbo. Of course washikaji wako kama 8 hivi. Sasa hapa napiga nao story kwa ufupi. Ili tuweze kujua kupata experience. Mnyamwezi umepoa, mambo ni aje? Mambo poa, ni aje kaka? Bwana kama kawaida. Bwana kwanza pole sana. Nashukuru. Najua umechoka. Nashukuru na pia nipongezi kwetu kwa kitu tulichokifanya. Kabisa. Na imani ni kikubwa na kitaleta mapinduzi makubwa kabisa. Nimeona ni kamchongo fulani hivi kikali. Man, tumefanya kitu kikubwa sana zaidi ya sana. Sasa wewe umeenda kama nani huko kwenye Chimbo? Bana mimi nimeenda kama K-Daz Mr. Punisher. Mr. Punisher. Yeah, Mr. Punisher all the way from Moro Town. Okay. Yeah. Kwa umerepresented Moro Town Mlogolo. Yeah, Mlogolo mji kasoro bahari. Kwa unaishi kule au upo hapa DSM lakini una represented Moro? Moro mimi ndo nyumbani nilipozaliwa na nilipokulia kabisa. Ila makazi yangu kwa sasa nipo Dar es Salaam. Aha. Yeah. Mimi nikahisi kwamba asubuhi tu leo umedondoka ili kufanya dude. Hapana, nimekuja yani Moro nyumbani na Dar pia ni nyumbani. Ila kwa sasa naishi Dar es Salaam. Huyo ni K-Daz Mr. Punisher. This time around yeye anapiga story kwa ufupi by the way. Of course mshikaji yupo kwa Instagram, yupo huko TikTok, duniani kote huko unakokujua wewe. Ukimtafuta huko K-Daz Mr. Punisher utaona mavitu yapo huko. Na of course kahusika kwenye dude la Chimbo kama ulikuwa hujui. The other time utamuona. Yes, hii ni behind the scene ya Chimbo. Bwana hii Chimbo dude limekaa ndani kweli. Hii dude mimi nilikumbuka kama ni Januari limerekodiwa, lakini kumbe mwamba mmoja akanambia bwana hii ni mwaka jana mwezi wa 10. Wewe unakumbuka? Kitu kama katika kumbukumbu zangu ni kama mwezi wa 11 fulani hivi. Kwa hiyo Chimbo limekuwa Chimbo kweli. Chimbo limekuwa Chimbo. Alafu sasa Chimbo lilivyorekodiwa tulihisi kama itakuwa project ambayo itakuwa ndani ya mwezi nini. Hapa katikati mwanangu alikuja kina WZMP alikiwasha na masuti na manini, kuna ujue. Kwa project zikaendelea kuja, lakini project ya Chimbo ikawa kama imestuck fulani nini. Nadhani ni mipango tu ilikuwa bado haija. Sasa juzi mkubwa akatuambia bwana time ya Chimbo imefika. Sasa time ya Chimbo imefika, kuna Weremula, kuna watu wabaya kibao, kina K-Daz Mr. Punisher. Imekamiwa, imekuwa noma. Kwa hiyo sisi pia tunategemea hii project iwafikie wa Tanzania wa support vipaji vya rap ambavyo hawajazoea kuviona. Of course most of us ambao wamehusika kwenye hii Chimbo ni new faces. Wengi wao sio ambao wameenda viral sana ambao kuna kitu kimoja nimekinotice pia. Tukikutana kama hivi tukifanya kazi kila mtu anakuwa ana uwepesi. Ana uwepesi wa kujua talent ya mwenzake, ya kuhisi kwamba akifanya kazi na nani chemistry itakuwa noma. Mimi nimejifunza kwamba kumbe nikifanya ngoma na Doing Waves itakuwa noma, yani nitapata kitu fulani noma. Kwa Aznas Music inakutanisha generation. Inakutanisha generation. Kwanza links zenyewe. Ndo links zenyewe. So tuna feel proud. Tumefeel proud. Kitu kingine nilichokipenda cha mwisho. Yes. Naomba nimalizie kitu cha mwisho. Mimi napenda sana kuvaa mwanangu. Mimi napenda sana kupoa yani. Kwa hiyo umepoa? Leo nimepoa mwanangu. Leo mwanangu kwanza aibu ataona wao. Kwanza nilikuwa nahisi saba tutakula beauty. Unajua? Kama edition ile ya suit nini. Lakini leo mwanangu sasa si Chimbo dress ilikuwa Chimbo mwanangu akaja mwanangu sasa aibu utaona wewe. Asante. Stona boy huyo. Yes. Kula sana kodi, unajua tumepoa fresh blessing. Mungu ni mwema. Amini kila wakati. Yes.
Sasa hamna noma mwanangu. Much respect mwanangu. Asa huko Instagram na duniani huko. Instagram na duniani inapatikana kama Rapatozi Kibuki. Ukiandika tu Rapatozi Kibuki. Kitu kingine pia nimeachia extended playlist yangu yenye track 7 inaitwa Risky Taker. So kisearch Rapatozi pale Instagram, wanaipa hapo mnakuaga na maneno mazito. Sasa hii extended playlist wengine hawaelewi. Ukisema extended playlist ndo EP. Ndo EP extended playlist ni EP. Yani kirefu cha EP ni extended playlist. Okay. Yeah. Sawa. Yeah. Bana, hii ni behind the scene. Tunapiga story. Ibo tayari mwanangu. Fresh. Wewe kama ukiruka si hebu unaona wewe kana hebu unaona nini? Yes, wakati namalizia kupiga story na washikaji ambao wamehusika kwenye chimbo behind the scene. Bana mwanangu, mambo vipi? Kama kaa. Pole sana, najua umechoka. Asante. Alafu huko sawa. Sahihi mwanangu. Huyu Mnyamwezi bwana anaitwa Dwayne Waves. Mawimbi Dwayne Waves bwana. Sasa Mawimbi Dwayne Waves ndo kafungua dude la chimbo mle ndani Kafungua mle ndani. Aznas Media.